Mheshimiwa, huu ni mwaka wa uchaguzi na uchaguzi mkuu wa Oktoba. Mshtakiwa wako yuko gerezani, siku zinaelekea 90, ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani kwenye mwaka wa uchaguzi. Safi mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube chaneli yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya pamoja na East Africa kwa ujumla. Sasa mtazamaji, leo hii ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2025, hatimaye Mheshimiwa Tundu Lissu, kiongozi mkuu wa upinzani katika taifa la Tanzania, ameweza kumkosoa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine, ikiwa leo hii atakuwa ameweza kumaliza siku 90 korokoroni. Ameweza kudai kwamba haki itaweza kupatikana, na hiki ndicho kipande cha video ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa akizungumza kukosoa kumaliza siku 90 korokoroni. Nasikia mama anafuatilia mashauri hapa. Haikulu nafuatilia. Waende wapeleke mahakamani, tukakutane huko. Chezeana, wanataka kuchezea. Wapeleke, wanataka kuzungumza uhaini. Pawacha, jiandaeni. Hii biashara tutaimaliza siku hizi. Ikitoka ni mchaka. Ikitoka tuko barabarani. Hayo ya yule jaji mwingine yule tutajuana nayo nani. Habari ya kwetu. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, mtazamaji, ni wazi kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu bado yuko na amri wa kuwania kiti cha urais. Sasa mtazamaji, iwapo ufahamu ni kipi ambacho kiliweza kumkuta Mheshimiwa Tundu Lissu. Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kushtakiwa na kesi ya uhaini, jambo ambalo hajaweza kukubaliana nalo, mwishowe kufichua siri ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan asingependa mgombea yoyote yule wa urais aweze kuwania nafasi hiyo ya urais katika uchaguzi wa mwaka 2025, na ndiyo sababu kuu ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu, aliyekuwa mpinzani mkuu wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, aliweza kufunguliwa kesi hiyo na kusukumwa na kuwekwa korokoroni, leo hii ikiwa ni siku 90. Haki haijaweza kupatikana, ila Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kudai kwamba kesi aliyoweza kushtakiwa nayo ataweza kukabidhiana nayo na ataweza kufanikisha kile ambacho baadhi wa Tanzania wameweza kuanzisha, ya kwamba no reform no election. Sasa mtazamaji, amini usiamini, hili huenda likaweza kufanikiwa kwa njia moja ama nyingine. Sote tumeweza kushuhudia siku chache zilizoweza kupita mwanamitindo maarufu Wema Sepetu, kutokana na baadhi ya miradi aliyoweza kukabidhiwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kuendelea kuzi-expose ama kuziweka machoni mwa Watanzania na kutumia mitandao ya kijamii. Mtazamaji, amini usiamini, mbinu hiyo ambayo Wema Sepetu anazidi kutumia ni mbinu sawia na ile iliyoweza kutumiwa na mwanaharakati mmoja nchini Kenya, Morara Kebaso. Sasa ningependa uweze kutizama ama uweze kunielewa kwa njia hii. Katika taifa hili la Kenya, Morara Kebaso aliweza
kuanzisha mbinu ya kufichua miradi ambayo serikali ya Kenya Kwanza haikuweza kuifanikisha baada ya kuanzisha ama baada ya kuahidi. Na hivi sasa katika taifa jirani la Tanzania, Wema Sepetu yuko mbioni kufanikisha kuonyesha miradi ambayo imeweza kufanikishwa na chama cha CCM, chama chake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa mtazamaji, ukiangalia kile kinachozidi kufanywa naye Morara Kebaso ambaye aliweza kutangaza kujiondoa kisiasa na kile kinachozidi kufanywa na kinachozidi kufanywa na Wema Sepetu ambaye ameweza kujiita Wema wa Mama hivi sasa. Mtazamaji, amini usiamini, ndipo ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu hataweza kuruhusu haya yote iweze kufanikiwa, akiamini kwamba viongozi hao wanazidi kutumia baadhi ya watu maarufu katika taifa hilo la Tanzania kupotezea kesi yake inayozidi kuendelea, ambayo idadi kubwa ya vyama vya kisiasa katika taifa la Tanzania wameweza kuungana na kudai ya kwamba no reform, no elections. Vyama hivi vikuu vya kisiasa katika taifa hilo ama Jamhuri ya Tanzania wameweza kudai ya kwamba iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu hataweza kuachiwa huru na kupewa tiketi ya kuwania kiti cha urais, moja kwa moja hawataweza kushiriki katika uchaguzi, hatua ambayo itaweza kuharibu sifa yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Japokuwa ataweza kurejea afisini, ila historia yake haitaweza kuenda kama jinsi ambavyo marais wa awali wamekuwa na upinzani ili waweze kuwapa Watanzania fursa ya kuchagua kiongozi sahihi. Sasa mtazamaji, leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu naye ameweza kuendeleza kudai ya kwamba haki itaweza kupatikana na ataweza kuwa mstari wa kwanza katika uchaguzi huu wa mwaka 2025 kuwania tiketi ya urais, akidai kwamba anaamini ushindi huo anastahili kupata yeye na siye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye baadhi ya Tanzania hivi karibuni wameweza kumkosoa vikali, wakidai kwamba anazidi kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na wale wanaozidi kumkosoa. Sasa mtazamaji, pia tumeweza kugundua kwamba idadi kubwa ya watazamaji unaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii hamjaweza kusubscribe. Sasa ombi letu ni tuweze kufika subscribers 60,000 na kupitia nyinyi tuna uwezo huo. Hivyo basi mtazamaji, ningependa niweze kukuomba ufanye jambo la busara. Chini ya video hii kuna alama ya like na maneno yaliyoandikwa subscribe. Sasa ni vema uweze kubonyeza maneno hayo, pia uweze turn on notification katika kengele hiyo itakayojitokeza baada ya wewe kusubscribe. Na mtazamaji, iwapo utaweza kufanya hivyo, utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu katika YouTube channel hii. Nasi hapa tutajitahidi kukuletea taarifa kila wakati. Bye bye until the next video.